Kiongozi mkuu wa Irani Mojtaba Hussein Ali Khamenei amesema kuwa mvutano kati ya taifa hilo na Marekani si suala la kijeshi au kidiplomasia pekee, bali ni mapambano yanayohusu utambulisho, uhuru na mustakabali wa taifa la Iran. Katika ujumbe wake uliosomwa hadharani wakati wa kumbukumbu ya kifo cha mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani Ruhollah Khomeini, alisisitiza kuwa Marekani pamoja na kile alichokiita mfumo wa ubeberu wa kimataifa vinaipinga Irani kwa sababu ya msimamo wake wa kujitegemea na kutokubali kushinikizwa. Akizungumza katika maadhimisho hayo ya kihistoria yaliyofanyika hii leo Alhamisi, Juni 4 mwaka 2026, Khamenei alisema kuwa kila alichokiita mfumo wa utawala wa mabavu unaoongozwa na Marekani una matatizo makubwa na taifa la Irani kwa sababu ya utambulisho wake wa kipekee na msimamo wake wa kutoyumbishwa. Kwa mujibu wake, Iran imekuwa ikilengwa si kwa sababu ya sera zake za kijeshi pekee, bali kwa sababu imeendelea kusimama kama taifa linalojiona huru na lisilotaka kutawaliwa kisiasa, kiuchumi au kijeshi na mataifa ya Maghreb. Katika hotuba hiyo, Khamenei alielekeza lawama pia kwa Israel, akidai kwa Marekani na Israel haziwezi kukubali uwepo wa Iran yenye nguvu, yenye kujitegemea na yenye ushawishi mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Alitumia kauli kali akielezea eneo analoliita jiografia ya uongo wa Israel kubwa, akidai kuwa Iran imekuwa kikwazo kwa malengo ya mahasimu wake katika eneo hilo. Kiongozi huyo wa Iran alisisitiza kuwa maadui wa taifa hilo wamepata kushindwa katika makabiliano ya hivi karibuni dhidi ya vikosi vya Iran. Bila kutoa maelezo ya kina kuhusu operesheni maalum za kijeshi, alisema kuwa jeshi la Irani limefanikiwa kusimama imara dhidi ya mashinikizo ya nje. Aidha, alidai kuwa wapinzani wa Irani walikumbana na kile alichokiita fedheha ya maana na ya kina hata katika mitaa, akionyesha kuwa kulikuwa na mshikamano wa wananchi badala ya kuporomoka kwa uungwaji mkono kwa serikali kama ambavyo maadui walitarajia. Khamenei alisema kuwa baada ya kushindwa kwa njia za moja kwa moja, mahasimu wa Irani sasa wamehamia katika kile alichokiita vita vya mseto. Kwa mujibu wake, mkakati huo mpya unalenga mambo makuu mawili: kudhoofisha imani ya wananchi kwa taifa lao na kuwasababisha viongozi wa serikali kufanya maamuzi yasiyo sahihi kutokana na tathmini mbaya ya hali halisi. Alieleza kuwa silaha kuu zinazotumiwa katika vita hiyo ni pamoja na kueneza mashaka, hofu, kukata tamaa, migawanyiko ya kijamii na kutoaminiana miongoni mwa wananchi pamoja na viongozi wa serikali. Kwa mtazamo wake, kampeni ya habari, propaganda za kisiasa na shinikizo la kiuchumi ni sehemu ya juhudi za kuifanya Iran ionekane dhaifu au kugawanyika kutoka ndani. Kutokana na hali hiyo, Khamenei aliwataka viongozi wa Iran pamoja na wananchi kuonyesha mshikamano mkubwa, uwazi wa mawazo na kuaminiana ili kuzuia kile alichodai kuwa ni njama za maadui wa taifa hilo. Alisema kuwa hatua yoyote inayosababisha wananchi kupoteza matumaini, kuongezeka kwa hasira au kupungua kwa imani kwa serikali inaweza kutafsiriwa kama kusaidia maadui wa Iran. Kitendo chochote kinachosababisha wananchi kuwa na mtazamo hasi, kukata tamaa au kupoteza imani ni aina ya msaada kwa maadui wa nchi hii na watu wake, ujumbe huo ulisema, huku ukionya viongozi kuwa wanapaswa kuwa waangalifu katika maamuzi yao ya kisiasa na kiuchumi. Katika sehemu ya mwisho ya ujumbe wake, Khamenei alieleza kuwa kipindi cha sasa ni fursa mpya ya kuendeleza mafundisho ya Ruhollah Khomeini pamoja na baba yake aliyefariki, ambaye alimwelezea kama shahidi aliyepata ushindi licha ya kuuawa. Kauli hiyo inaonekana kuonyesha juhudi za uongozi wa Iran kuimarisha simulizi ya mapambano ya muda mrefu dhidi ya mataifa ya Maghreb na kuhimiza mshikamano wa ndani wakati mvutano wa kikanda ukiendelea kuongezeka. Kauli za Mojtaba Hussein Ali Khamenei zinakuja wakati mvutano kati ya Iran, Marekani na Israel ukiendelea kuwa mkubwa, huku kukiwa na wasiwasi wa kuongezeka kwa mapigano ya moja kwa moja au mashambulizi yanayoweza kuathiri usalama wa eneo lote la Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe,
like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.